Jambo gani zuri umemfanyia Pilipili alafu unalikumbuka? Nilimpenda kwa dhati. Yaani unajua upendo umebeba mambo mengi. Kwa kitu kikubwa nilichomfanyia Pilipili, nilimpenda kwa dhati those days. Nitakuwekea video full hapa uweze kumsikia kila ambacho aliweza kukiongea mwanzo mpaka mwisho, na jinsi alivyosema kwamba anajuta sana kwa nini alitembea na MC Pilipili. Lakini yote kwa yote, ngoja kwanza nikupe intro ya story kidogo uweze kufahamu nini ambacho kili happen, alafu yeye anaitwa nani hasa na alidate na MC Pilipili wakati gani, and then nitakuachia hapa full video uweze kumtazama ama kumsikiliza vile alivyokuwa anaongea na kusema yote kuhusiana na jinsi ambavyo anamchukulia ama alimchukulia pia MC Pilipili mpaka wakati wa umauti wake. Sasa yote kwa yote, kabla tujafika mbali zaidi, nikukumbushe nitakuwa nakupa updates nyingi sana hapa. Kwa hiyo point ya msingi, tumia sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada ya hapo like video, kisha kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kila ambacho utakuwa umekisikia huyu bidada akiwa anaongea kwenye hii video. Mimi naitwa Gabby Official. Hii ni Bongo Vibe channel yetu namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zile updates zote kuhusiana na mastaa na stories zote ambazo wewe una deserve kuzipata updates unakuwa unazipata hapa on time. Sasa kama kawaida, jina lake halisi bidada anafahamika kama Nicole Franklin. Huyu ni mmoja ya washindi wa Miss Shinyanga. Of course alikuwa ni mshindi wa Miss Shinyanga mnamo mwaka 2014 kama sijakosea, na alidate na MC Pilipili kwa muda mrefu, lakini walikuja kuachana baadaye. Of course mahusiano yao yalikuwa ni kitambo hicho, na ni miaka kadhaa imepita, almost miaka 8-9 hivi imepita tangu walivyoweza kuachana. Na huyu bidada anasema kwamba aliumia sana kuachana na MC Pilipili kwa sababu anasema kwamba jamaa ndo aliyekuwa na kikwazo. Ni kifupi, MC Pilipili ndo ambaye alikuwa sababu ya mahusiano yao kuweza kuvunjika. So anasema kwamba aliumia sana kwa sababu hakutegemea kwamba pengine MC Pilipili angeweza kumfanyia kitu kama hiki, ukizingatia alikuwa amempenda sana kutoka moyoni mwake na alikuwa ameweka naye mipango mirefu sana. So ilikuwa hivyo. Baadaye akaja kuzungumza jinsi ambavyo aliweza kujutia ama anajuta kwa nini alikuwa kwenye mahusiano na MC Pilipili. Sasa mimi nataka nikuachie hii clip hapa, alafu wewe uweze kuitazama and then utakuja kuniachia maoni yako baada ya kusikia baada ya kumaliza kumsikiliza huyu bidada. Lakini kama nilivyokuambia kwamba kabla sijakuwekea hii clip, basi tazama chini ya hii video, kama unaliona neno limeandikwa subscribe ufanye kulibonyeza tu. Baada ya hapo like video, kisha msikilize huyu bidada. Kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako kwamba wewe una yapi kuhusiana na kila ambacho huyu bidada aliweza kukiongea, kana kwamba inaonyesha ni dhahiri alifurahia kifo cha MC Pilipili. Sasa yapi maoni yako? Msikilize alafu utadondosha kwenye comment section hapo chini. Nilijuta, nilimpendea ushamba wake huo. Nilijuta kutoka kwa sababu ni mtu ambaye sikuwahi kutegemea kama he could disappoint me. Yaani unajua mtu mpaka mnaishi wote, mfikishana mahali fulani, yani as in nilikuwa na mahusiano before him, lakini it wasn't that much kama nilivyokuwa na Pilipili. Alafu I gave him my heart and everything. Kwa hiyo nimekubali mpaka kuexpose kwa nini nilimpenda. Kwa hiyo ni mtu ambaye sikutegemea kama he could disappoint me. Alivyoni disappoint, kwanza it brought me shame. Kwa sababu mimi familia yangu yote walikuwa wanajua about Ima, everyone around, na tumeachana without a serious reason. Kwa hiyo ile pale mimi kusema kweli ili ni disappoint sana. So ni mtu ambaye najuta kwa sababu kwanza ni mtu ambaye kila ninakokanyaga kila mtu anajua mimi nilikuwa na Pilipili. Ukikataa mtu ana evidence hadi za kwenye picha. These pictures you guys were dating, you nini. Kwa kweli yani I really regret. So umemsikiliza hapa. Tuambie maoni yako ni yapi kuhusiana na hiki ambacho huyu bidada ameweza kufunguka hapa. Unadhani ni sahihi kwa upande wake au unadhani kwamba haukuwa wakati sahihi kwa yeye kusema hiki? Comment yako ikihusika hapo chini ndio komentisha sana, lakini kabla hauja comment nikukumbushe usisahau kusubscribe kwa ajili ya updates.